Msanii gani ambaye kuondoka kwake WCB ilikuumiza sana? Ukiwa kama kaka, familia pale. Kunumiza? Sijaumia kwa sababu ni kitu ambacho kwanza nilikitegemea. Unajua jambo hilo lina mkataba. Yaani mkataba tena una kikomo. Maana yake tegemea lote kutokea. Aidha kama ingekuwa sio kuondoka, kuvunja ama hata kwa mwaka kuisha, ni mkataba kuisha na mtu kufanyaje? Kuondoka zake. Kwa tegemea. Ila tu mimi kuna nitegemea, ila nimependa tu heshima alifanya Mbosso tu kwangu mimi. Sababu wakati anafanya maamuzi yake haya, yeye alinifuata mimi na akanishirikisha. Ambao wengi hawajawahi kufanya hivyo. Ila nakumbuka pia hata nani pia alisha kunishirikisha, nipiga simu na nakumbuka Harmonize pia alinishirikisha pia. Okay. Alinipigia simu Harmonize alinishirikisha. Okay. Lakini asilimia kubwa wengi walitoka hawajanishirikisha. Okay. Mtu kama mtu kufanya mwenyewe kwamba sio mtu unajua brother kwa naishi na mtu ndugu yangu hujui ana kisasi gani na wewe. Sisi ndio tulivyo wanadamu. Madamu unaweza kujiona mwenyewe umefanya wema kwake, kumbe kuna jambo lilifanya ambalo limemchefua akakumind. Sababu za wasanii kutoka kwenye hizi lebo Tanzania zinafanana? Hazifanani. Yani at least kwenye some aspect zinafanana. Yani ukisikia malalamiko ya huyu anakuambia nilikuwa sifanyiwi hivi, huyu nilikuwa sifanyiwi hivi, huyu wasanii walikuwa kwa Diamond wakatoka kwa Diamond. Harmonize akafungua lebo. Wasanii nao Harmonize nao kaja kulalamika vile vile, analalamika kama Harmonize yale. Amekuja naye Mac Voice juzi analalamika yale. Hapana. Hazifanani. Mbingu na ardhi kaka. Siko watu walinja. Unajua ubaya ndio mimi sinaambia gani, unataka wachambuzi wanapoelezea ya mambo wanataka kubalance mizani. Bana, fact zipo wazi. Unaambia inal halal albainu wal haramu bainu, halali ipo wazi na haramu ipo wazi. Watanzania wengi au wachambuzi wengi kwenye muziki wanataka kubalance mizani. Utasikia unajua wasanii wetu wakubwa nani bwana, unajua wasanii wetu watakiwa kimataifa, nani atakiwa kimataifa? Ni mmoja tu. Wabaki wote hao wanajaribu tu brother. Ukija kwenye lebo hakuna msanii wa Wasafi alitoka kwa sababu ya njaa brother. Wasanii wote Wasafi wametoka kwa sababu ya kuona tayari biashara yao ishakuwa kubwa. Na anataka kwenda kuanza mwenyewe. Yupo msanii alipewa ofa ya bilioni 2. Nakupa hiyo. Nani? Hapa si kama mahakamani. Ofa bilioni 2 kubaki. Kuna mengine siasemi. Kubaki ile kwenye lebo. Ilikuja kampuni ya kusambaza mziki ya bwana sikiliza, kwa sababu mwanzo ya kampuni ilimchukua Diamond na wasanii wake. Wasanii wake wakapewa pesa ambazo atakayerejesha watakiwa wazirejeshe kupitia hiyo kampuni. Huyo msanii akarejesha haraka sana hiyo pesa, jinsi account yake ilikuwa active kwenye kuingiza pesa. Sasa huyo msanii ile kampuni ikamzungukia. Bwana, kuna EB 2 tunakupa wewe peke yako. Akona hapa nikibaki kwenye lebo EB 2 itapasua pasu kwa pasu. Maki itachukua lebo itachukua 1.2, mimi nitabaki na 800. Upo vizuri hapa. Hii bwana hapa ndo hapo akasema mimi nataka nitoke. Mbona kama Rayvanny? Sijui hapa kama kamani. Na alivotoka kweli akachukua hiyo EB 2 mwenyewe. Kwa sio kama katokea njaa brother. Lakini si yale kuja kulipa tena bilioni. Ndio kutokea njaa kaka. Okay. Yaani wanatoka kwa sababu wanaiona njia yao. Unajua kuna aina mbili. Wengi wako kwenye zile lebo wametoka kwa kuona maisha magumu. Yaani unajua kuna kumtoa msanii na kumtambulisha msanii. Msanii unapomtambulisha unamtia njaa brother. Alafu msanii unapomtoa mako unamfungulia dunia. Tunachofanya Wasafi tunatoa msanii. Maana kumtoa tukutambulisha, tunakutoa manake mpaka maisha yako yanakuwa tayari. Unajua thamani yako kwenye jamii kuwa tajiri au ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Lakini Wasafi wanantiwa kukupa maisha mazuri. Ricardo, yani kupanga nyumba yako. Hiyo video uelewe, kupanga nyumba, kupata hela kula, kupata wanawake wazuri, kununua gari. Wasafi wote wanakupa. Ile kuwa bilionea hiyo ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Na wasanii wote unaona Wasafi wote wametoka pale wote, mpaka msanii wa mwisho ambaye mlimuona kama mtu ambaye kama labda Lava. Vipi maisha yake? Haja kupata tabu. Ricardo. Hapo hawa wasanii sasa, mfano umetolea mfano kama msanii ambaye kapewa bilioni 2 ni hela za mkopo hizo, of course, si ndio? Sio mkopo.
unakuja kukatwa baadaye kwenye biashara. Si ndio maana nasemaje, ninachokufahamisha hiyo sio mkopo, hiyo ni biashara, ni advance payment inaitwa. Unakupa advance payment, lakini pia sikuna malipo afu gani asilimia. Yani maana yake ni kwamba nafahamu utaratibu wa hizi distribution companies zinazofanya kwamba wewe wanakupa makadirio kwamba kwa muda wa miaka 2 unaweza kaingiza bilioni 2. Wao wanakupa, sisi tutakata kwenye, wanakuwezesha, haina riba, na kikuwezesha alafu kuna asilimia wanachukua ambayo ndani yake na rejesho lake na faida yao pia. Lakini pia kwenye hiyo asilimia unayochukua hiyo ni asilimia ambayo hata kama usingekupa ule mkopo bado angechukua, of course. Yani kwa hivi ni asilimia, kwa mfano unaweza kwamba asilimia labda 80 yao 20 yako. Kwa mfano katika sangine kwa mwaka huu labda umeongeza labda bilioni 5 labda mfano kutoa kwa asilimia 20. Okay, msha nzuri, kwa hiyo wanarudisha lao na faida pia wanafanyaje, wanapata. Sawa, hapo sasa Ricardo, hiyo imekuja kuwa tatizo kwa wasanii, tena wasanii wenye chanzo kimoja cha pesa. Ndio Diamond anaweza akafanya hivyo akachukua hizo hela, lakini zile ukishachukua unaziingiza kwenye mzunguko wa mambo yako mengine. Hawa wasanii wengine wanazira zile hela, zinakuja zinaisha, alafu kila mwisho wa mwezi tambua, kama unavyosema wao wanachukua 80%, wanachukua 20%. Una wasanii tayari umewasaini humo ndani, wanatakiwa upate huduma. Inatajwa kwamba ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea hawa wasanii kulalamika njaa, kwa sababu wasanii unakuta pesa alishapewa na mikataba ya muda mrefu, lakini kwa Diamond inakuwa tofauti. Muziki usipolipa, ana media, ana kampuni nyingi zinaingiza pesa. Nikufahamishe tu, wasanii wote waliofungua lebo walifanya ili kuonesha na wao washakuwa wakubwa, sio mpango maalum. Mimi nakubariki. Diamond aliniambia mimi nataka kufungua lebo. Mimi nipo Kariakoo, nakuja naona naye Tusinza pale, aliniambia mpango wake wa kufungua lebo 2012. Ananiambia mimi bana, nataka nitakuwa na ofisi. Hayo naona Diamond yote naona sio kama kayafanya tu ghafla. Ni mpango mkakati ambao alikuwa nao toka 2012. Nakumbuka ananiambia bana, usijali bro, nitakuvuta karibu, tutakuja tutakaa tu karibu nao na set vitu vyangu, nataka niwe na ofisi, niwe na wasanii. Umemfahamu vizuri. 2012. Lakini akaja kufungua ofisi 2015. Na msanii wa kwanza anamchukua 2015 ni Harmonize. Shafahamu vizuri, 2015 ni Harmonize. Umemfahamu vizuri. Na akachukua ofisi Sinza hapo Moli, ambao mwanzo kufanya kazi ofisi ya kwanza. Ya pili tukamia Mapambano pale ikafanya kazi. Ndio wakati tunamia pale ndio akaongezeka Rayvanny, akaongezeka Lavalava, akaongezeka Mbosso, akaongezeka Rich Mavoko. Ushafahamu vizuri. Kwa sababu alikuwa ni mpango mkakati, alijua kabisa kwamba nitapochukua wasanii nitafanya hivi, hela yangu nitaitoa hapa, nitawekeza hapa. Umefahamu vizuri. Wote cha kwanza walikuwa na wasanii, jua wameshindwa wapi? Walishindwa kwa sababu kwanza wao wenyewe binafsi itakuwa jipambania wenyewe binafsi kwanza maisha yao. Sio kwamba wana maisha mazuri, yani wajipambanie na muziki wao wenyewe binafsi kwanza. Wasimame kimuziki wao. Ndio wangeweza kumsimamisha mtu mwingine. Waliwahi vizuri, waliwahi. Sasa mwisho siku unakuta nini? Unakuta sangine una milioni 100. Hiyo 100 inatakiwa wewe mwenyewe sangine, mfano unatakiwa lazima hiyo 100 uitoe kwanza mwenyewe, kwanza ujisimamie mwenyewe na muziki wako kwanza. Utatoa hiyo 100 kwenda kumbana leo msanii wako sui afanye promotion. Kwa sababu walijikuta wao wenyewe wanahitaji nguvu. Wao wenyewe wanahitaji kujisimamia kwanza wapate nguvu. Kwa wakachanganya vitu viwili wakati mmoja. Bro, hauwezi kupiga game huku na namba asali. Utazidiwa tuna utamu mmoja hapo. Sio na vizuri. Utazidiwa tu. Utazidi, lazima kuna utamu utazidi tu. Yaani hivi. Unapiga game. Unasema unajipaka usoni. Tabula Isaac. Ricardo. Kwa walikuwa hawakujipanga. Hata mfano ukiangalia kwa zile bozo unaziona zile boys. Watu wajua wanatamani wafanye kama wafanya Diamond hajakurupuka ile jambo brother. Yaani nakupa isiri. Wallahi na naapa kwa Mwenyezi Mungu na nimefunga mimi Ramadhani. Kama naongopa hapa funga zangu zote ziwe battle. Ili jambo aliniambia 2012 ananiambia ile jambo. Hebu angalia na 12, 13, 14, 15 ndio anamtoa msanii. Miaka 4 yani zipo kwenye fikra zake mpaka na ndio maana watu wanaona kwa Diamond. Yote unaona kwa Diamond. Sio kwa labda anafanya show off kama watu wengi wanadhani kwamba watu wengi wanajua Diamond anaigiza kwamba anaigiza hela. Hivi brother, mtu aigize kuona magari kama Rolls Royce ile mpaka leo aigize nalo. Hiyo si mchezo babu. Hiyo itakuwa sidingo hiyo.
mpaka leo wanaigiza nalo Rose anaigiza nalo tu, sababu Watanzania sisi wengi tuna fikra potofu za kimaskini, yani kwamba hawaamini kwenye jitihada ya mtu, hawaamini kwenye mipango ya Mungu, wanaamini kwamba kila mtu anachofanya kitu ni uongo tu. Brother, uongo haudumu kaka, na ndio maana umeangalia leo hii wale wote walioigiza maisha chali, walioigiza kwamba tushakuwa kubwa, tuna wasanii wako hapa wasanii chali, lakini Diamond mpaka sasa hivi si yupo pale The Voice. Na nataka kuongeza na yupo na msanii mwingine, msanii wake ambaye sasa hivi ndio hivyo kadhalika, sio nzuri tuweke pembeni, sio nzuri ndio bibia sasa hivi imekuwa na analeta wengine. Ricardo, kuna jambo moja nikasema wewe unaweza kunipa jibu zuri sana. Inatajwa kwamba familia ya Diamond Platnumz na familia ya Alikiba ni familia ambazo zinafahamiana kabla ya umaarufu wa wasanii hao wawili. Ni kweli? Sisi bwana sio mnafikiri. Sisi tutoka Kariakoo. Najuana vizuri sana. Na mbona tunaongea sana. Ila kuna njia mbili. Kuna biashara, alafu kuna urafiki. Hivi vitu hivi havipo sehemu moja, yani havijaungana kwetu. Na ukiacha tu kwa Diamond na Alikiba wenyewe, inatajwa kwamba hata mama mzazi wa Alikiba na mama Dangote walikuwa ni watu wa karibu, ni washikaji. Ndio maana nikakwambia kuna njia mbili, una biashara na urafiki. Sasa kuna wakati inapofika unajua nao muziki sio kwa biashara na sasa unalika wanga Diamond na Alikiba wanagombania nini brother? Pale chogombania ni biashara, hagombani mwanamke pale. Ingekuwa mwanamke tarushaisha ugomvi. Ni ugomvi wa kibiashara. Sio nzuri. Sasa ugomvi wa kibiashara lazima kuna wakati utasimama upande ambao unakunufaisha. Sio, umeelewa vizuri? Sio upande wa urafiki tena. Sababu ni vita ambayo ya kibiashara. Ni vita ambayo yani ya kutiana umaskini ama kuwa matajiri. Sio, umeelewa vizuri? Lakini ukitoa hiyo biashara, sisi watu ambao nyuma kamera hizi pia sana ma story mpaka mipira tunacheza. Yani ni watu ambao hakuna tabu aina yote yani. Kuna namna inawaumiza nyinyi kama watu wa karibu kwamba we were good kabla hatujapata umaarufu, kabla ya nini na nini, familia zetu sio zinajulikana, zinajuana hivi sasa hivi tena tupate time kama zamani. Inaumiza. Mimi hainiumizi kwa sababu nina uwezo wa kuzungumza na Abdu, na uwezo wa kuzungumza na Ali, kuzungumza Zabibu, wote uwezo wa kuzungumza mimi nao. Hata yule mdogo wao yule nani Abu. Kuna Chiko. Najuzi tu Chiko hapa nimeona kuangalia mechi pale Samia Cup, akaniletea popcorn. Sio nzuri, niangalia filamu kuna tafuna popcorn. Sio nzuri. Kwa hiyo watu ambao isipokuwa tu nasikitika inakuwa na hii kwa vijana wote ambao ni wasanii pia. Wasikubali kugombanishwa ugomvi usiokuwa na sababu. Wawe na ugomvi wa kibiashara. Shafa mzuri, ugomvi wa kibiashara kuna wakati biashara yako itakuelekeza fanya nyimbo na mtu fulani. Unaelewa vizuri? Ukiona ugomvi ambao una sababu, ile kwa nini umpende Ricky? Basi tu. Huo ni maskini. Na hata ugomvi ukiangalia Diamond na Alikiba ni basi tu. Kwa nini mmegombana? Basi tu. Hata kusikia sababu zao za kipuzi tu. Shafa mzuri, na ndio maana zimewafanya kuna wakati game ilimhitaji Alikiba na Diamond. Lakini kwa kuwa ni ugomvi wao basi tu mpaka leo tumekosa hicho kitu. Shafa mzuri, kwa sababu ungekuwa ni ugomvi wa kibiashara, kuna wakati lazima kuna mmoja angetajeuli tu. Bwana mimi na dola 3 tufanye nyimbo. Si biashara? Lakini ni ugomvi ambao basi tu uniambie kitu, umetunyima hicho kitu. Na ndio maana ukiangalia wasanii wengi jua wapo vijana wengi wadogo wanaekuja wanachipukia, mfano kina Mario hawa. Hata ukimwangalia Harmonize mwenyewe, sio kina Rayvanny. Ukieka ugomvi, ukimsikiza Mwijaku anakwambia mchukie Suma Mbino. Sijui mashabiki anakwambia tumpendi mtu fulani. Wakawa wanakusupport, huo ni upumbavu kwa sababu wewe unafanya biashara ya muziki. Biashara ya muziki kuna wakati unatakiwa uangalie ili nguvu yangu niliyokuwa nayo izidi kwenda mbali zaidi na mhitaji mtu fulani. Ndio muziki upo namna hiyo brother. Mfano hai Davido na Wizkid. So kuna kama wana ugomvi washikaji wale, si ndio? Lakini ilipofika pindi biashara yao ilivyohitaji wale wawili, hawajaungana. Waliungana. Hawakuperform pamoja. Ilikuwaje baada hapo? Biashara ndio iko namna hiyo. Lakini nje ugomvi wao ni basi tu, wasingeungana brother. Sio, umeelewa vizuri? Sasa sisi tuna maugomvi ya basi tu.
Afu tuna magomvi mengine ya mashabiki mazwazo. Unajua kuna mashabiki wapo Moscovici kama watu wengi ambao wa Instagram ambao wana comment upuzi, ukipekua page zao ukiangalia mtu yuko huko milimani huko Udongo Mwekundu. Afu ana comment upuzi. Yaani mtu yupo razi kwenda kufuata comment ya mpuzi tu. Ukamchukie msanii mwenzio ambaye sangine ana nafasi kubwa ya kusaidia muziki wako kufika mbali. Yaani biashara yako kufika mbali. Kwa upuzi tu. Biggie mwenyewe Diamond unajua kaga naye akazungumza chochote. Jamani iko poa sana wala. Lakini ndio unasema basi tu. Basi tu. Yaani mimi sinakwambia hata ukikana wali kiba mwenyewe ndio watu basi. Yaani hamna cha msingi. Unajua una kati nakuwa ni jeuri vipi? Si mashabiki na kupani jeuri. Kwamba yani kuna sijiangushi hapa. Lakini kuna muda kumbe game inataka hivyo. Mfano kama nani? Mfano kama anga mfano wai. Mbona kama Jux? Unajua Jux zamani ilikuwa ndio miongoni mwa msanii anakaa kama na gomvi ya Diamond. Nakumbuka. Nakumbuka. Ngozo ile. Ilimnufaisha nini? Hamna chochote. Kati ya ugomvi na Diamond zamani na sasa hivi urafiki na Diamond upo kwenye manufaa. Urafiki na Diamond. Umeona muziki jinsi ulivyo? Na sio muziki, biashara yote brother iko namna hiyo. Yaani kuna kati biashara, ukiona biashara yako inamhitaji mfano muunganiko wa Rick Media na Bongo 5. Usiogope, sio aibu brother, unganisha kwa manufaa ya biashara yako. Usiangalie mtu anasema nini, ati watu watanambiaje mimi siwezi. Watu na hata ukimwangalia Mario pia muziki wake kuna sehemu unahitaji na watu wanahitajika. Kuna sehemu unahitaji lazima afike. Okay. Kuna watu watamnufaishi kitu, kuna watu watamnufaisha kitu. Kwa ukikaa na wewe ukifuatisha maneno ya watu ambao hujazaliwa nao, mmekutana tu mtandaoni. Tena mpaka ukiposti picha ndio anakuja na comment. Usipoposti tena wanaenda kwa mwingine. Makijua watu mtandaoni usipoposti unakuta kwa Ndalo. Unakuta kwa Rick Media. Si hujaposti? Kama hujaposti? Au sio ndugu zako brother? Usifikiri nao wanakaa kimya kama wewe uko umekaa kimya. Wanaama enda sehemu nyingine kucheka huko. Watacheka huko, watatukana huko. Kwa angalia biashara yako nini inataka. Jipendekeze kwa manufaa. Kuna hivi leo hii msanii, wasanii wadogo leo hii mtu kama Diamond ukamkazia Diamond, wewe una akili kweli wewe? Unampunguzia nini? Mkazia Diamond. Wasanii wote unaona hawa. Ili kuna sehemu wafike, muziki wao bado unamhitaji Diamond Platinum brother. Piga huwa garagaza kwa sababu Diamond bado ana nguvu, wasikwambie mtu. Nguvu ana, wasijiongopee kwa vijimbo vyao labda kaisi kama labda Diamond sisi atambie kitu. Bado ana nguvu Diamond. Na ndio mfano wao umeuona kwa Jux tu umeuona. Nguvu alikuwa na Diamond Platinum. Kwa lazima waachane na mabifu ya kipuzi, hawana mpango wote mabifu ya kipuzi. Washikamane, waunganishe Bongo Flava kwa kushirikiana, kwa kuona muziki wangu na mhitaji mtu fulani anificha sehemu fulani. Jidondoshe brother. Mheshimu, kuwa na adabu, sio kuigiza. Mheshimu kwa sababu ni manufaa yako wewe. La sivyo utaimba humu ndani wewe, unajua Bongo tulivyo. Utatuimbia humu ndani tutakuzoea brother. Tunako Baba Jeni, lakini ukiwa una ladha tofauti. Leo na matukio haya, kesho na matukio haya, unadumu mpaka leo. Wafikiria mwenyewe mpaka leo kudumu, unasema unajua kwa nini kadumu? Leo Diamond kija msiba atatukanwa yeye. Kijua harusi atatukanwa yeye. Kija Grammy atatukanwa yeye. Umeona wake tuzo za dunia atatukanwa yeye, za Afrika atatukanwa yeye, ndani atatukanwa yeye. Ndio maana anadumu sababu ana matukio mengi ya watu kumzungumzia. Lakini ukiona tukio lako la hit song tu peke yake, baada ya hit song Ricardo Tabula Isaac. Najua naiko tour kidogo. Na swali langu la mwisho moja au mawili hivi. This is too personal kidogo. Nataka nifahamu as brother. Ndio. Kuna muda mlikaa kama familia. Ndio. Tunajua fulani ni mzee wetu. Ndio. Sawa, baba Diamond fulani. Lakini baadaye familia kaja kakaa, Diamond mwenyewe kaja kuzungumza ukweli kwamba mbona kama nakuwa attached na vitu ambavyo sio sahihi. Muliweza vipi kumanage kuficha swala la ukweli wa nani baba wa Diamond Platnumz? Na kwa nini ilichukua muda mrefu kuja kureveal kwenye industry wakati mzee alikuwa anaonesha mzee anaongea vitu anasababisha Diamond anatukanwa mitandaoni wakati ukweli nyinyi mnaufahamu? Iliki na kuheshimu sana ndugu yangu, na swali lako ni zuri umeuliza, lakini naomba kwa adabu na heshima nisilijibu. Sawa, nimekuelewa. Ndio maana nikasema samahani. Makali makani, kila maneno yana mahala pake.
haya ni mambo ya wazazi. Kwa mimi naheshimu hicho kitu. Nashukuru sana kwa muda. Lolote nitakalojibu hapa nitakuwa namvunjia heshima mzazi mmoja wapo. Okay. Kwa haitoleta maana zaidi. Sababu ilishatokea tena kwa yametokea. Mungu alitaka yatokee, yashapita, yameisha. Kwa nao bahari imetulia, yani itokee Tibwe bahari ndugu yangu jazi ile umbe saizi hapa. Enough. Is enough wazungu nakwambia. Sawa Maalim Mzingizi bwana. Mimi nashukuru sana kwa time yako bro. Tumezungumza vitu vingi sana. Naamini interview was nice, right? Bwana nashukuru sana. Sijui mimi nimeongea tu. Kwa hiyo ndio utakisema is nice ama nini? Vizuri. Sijui na madini Maalim. Karibu sana. Shukrani sana. Asante sana. Bwana mimi naitwa Ricky na hii hapa ni E-Talk. Nimezungumza na Ricardo Momo, tumezungumza kuhusiana mambo mengi sana, kuhusiana na muziki, maisha na vitu vingine vingi sana. So stay tuned next time. Bye bye.